Niliona wajumbe ni kama sijui wakimbeza JC, kwa sababu watu wengi walikuwa wanaelewa kwamba kwa tambo za JC basi ni mtu hatari sana kwenye mkono. Kumbe anyway, sawa, kinachomwokoa sana JC ni mtu ambaye anajiamini sana. Yaani hata kama sawa hana nguvu, lakini ni mtu ambaye anajiamini sana. Halafu sasa kujiamini kwake ndo kunafanya watu wengine waweze kupata ile hofu. So msikilizaji, tunasonga mbele. Nikukumbushe tu tulipoishia ni baada ya JC sasa kusema ya kwamba kuna kitu ambacho angekwenda kukifanya kwa Miriam. Anaenda kuchukua hatua ambayo anajua kabisa huenda isingemfurahisha huyo bimdada. Sasa hii ni hatua gani? Tukumbuke tu kwamba Miriam yupo kwenye stress sana kutokana na deni ambalo alionalo nyuma yake, ambalo anatakiwa kulikamilisha, ambalo lilisababishwa na Joshua ambaye ni ndugu yake, ambaye ni kaka yake. Sasa Miriam, huu mzigo ni kama unamfanya mpaka anakosa usingizi, na amebakiwa na masaa machache tu. Akishindwa basi hiyo nyumba hata ya kwake hiyo itapigwa mnada, yani itauzwa. Kwa sasa JC akaona hapana, hawezi kumwacha bimdada akaendelea kubaki kwenye hiyo situation. Na of course anampenda sana huyo mdada sana, na anataka kumsaidia sana. Na JC anasema sikupenda kumuona hivyo, na hasa baada ya kuongea na Tesha muda mfupi nyuma kuhusu jinsi dada yake alivyokuwa mkali kwenye masuala ya shortcut, yani kwamba dada yake hapendi kusaidiwa ama kueleza shida zake kwa watu. Kwa hiyo sasa mimi na wewe tumekutana hapa msikilizaji kufahamu sasa huyu JC anataka kufanya kitu gani kwa bimdada, ama anataka kuchukua hatua gani kwa bimdada ambayo anajua kabisa huenda isingefurahisha. Langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Alton Tony. Basi bwana, siku ya Alhamisi ikafika. Nililala usingizi mtamu tu kana kwamba sikuwa na matatizo kabisa, na pia nilikuwa nimemuota Miriam. Labda yote ni kwa sababu yeye kuwa sehemu kubwa pia ya fikra zangu, ama tu ile jana usiku nilipojiweka pale ukutani na kumtazama sana ndio kulifanya nikamuona bibie. Lakini ndoto hiyo ilinifanya niamke nikijihisi amani kwa sababu ilikuwa ni nzuri, lakini sitaisimulia hapa msikilizaji. Ikiwa ni saa 2 sasa, nikajitoa tu kitandani na kwenda kuanza harakati za usafi ili sasa niweze kuondoka haraka. Sehemu niliyokuwa nikielekea ndio sehemu ambayo nilitakiwa kwenda ili kuchukua hatua ya kumsaidia bibi Miriam na tatizo lake kama nilivyokuwa nimejiahidi jana. Na najua ikiwa angekuja kutambua jambo hili, basi angekuwa zika kiasi na mimi. Sijui tena jinsi Miriam alivyokuwa lakini ilikuwa tayari kwa lolote lile. Ili mradi tu nihakikisha kwamba tatizo lake lingemondoka. Kwa hiyo nikavaa vizuri. Na Ankia alikuwa ameshamka, na yeye pia alikuwa ameshamka na kuanza kujiandaa kuelekea dukani kwake. Lakini mimi nikamtangulia kuondoka na kuagana naye vizuri tu kuja kuonana naye baadaye. Nilitaka kuharakisha kufika huko na kurudi huku ili nije nimuone binti Mariam. Maana nilitaka kuangalia afya yake ya ubongo ilikuwa inaendelea vipi. Sasa katika safari ya kuendelea huko nilikuwa nikichati zaidi na Dina. Mwanadada huyo akiniambia kuwa angekuja huko Jumamosi kwenye sherehe ya kuzaliwa kwake Bi Zawadi. Kwa hiyo alikuwa na hamu kubwa sana ya kuniona tena. Nilijua kutokea hapo ningetakiwa kufanya jambo fulani hivi ili kuweza kuzimisha kale kamchezo nilikokuwa nimeanza kukafanya na Dina. Maana alionekana kutaka kukaendeleza, lakini mimi sikutaka hivyo tena. Ningetakiwa tu nimuelezee kistaarabu tu na aelewe kwamba nisingeweza kuwa pamoja naye tena kimwili, kwa sababu sasa hivi nilikuwa nimempenda mtu mwingine. Nilitaka kuwa wa huyo mtu mwingine pekee, hata kama bado hakuwa anajua kwamba nampenda. Basi nikafanikiwa kufika huko nilikotaka kwenda, na kilichonipeleka kikatiki bwana. Kisha upesi nikageuza tena kurudi Mbagala. Nikawa nimewasiliana na Adelina pia, nikimpa mwaliko usio rasmi wa kuja kwenye sherehe ya Bi Zawadi, naye akasema kwamba angejitahidi kuepo. So nilipofika maeneo ya Rangi Tatu, nikaamua sasa kuingia kwenye mgawa mmoja hivi na kunywa supu na chapati 2 kwanza. Kisha ndo nikarudi barabarani kuelekea Mzinga. Kila kitu kilifanyika upesi tu yani. Sasa nimekuja kufika ile Mzinga saa 6 mchana. Nami nikapita dukani kwa Ankia na kumsalimia. Nikimkuta na marafiki zake hapo na mishebeduo yao nini sijua. Nami ndio nikaelekea sasa moja kwa moja mpaka nyumbani kwake Miriam. Gari lake halikuwepo. Bila shaka alikuwa amekwenda kazini.
Na najua isingechukua muda mrefu sana kwake kutambua mchongo niliokuwa nimeenda kufanya leo, lakini ambayo yangefuata yote kwa yote yangekuwa sawa tu kwangu. Nilikuwa tayari. So nikafika mlangoni na kugonga hodi, nami nikakaribishwa kwa sauti nzuri ya Bi Zawadi. Nikaingia sebuleni hapo na kuwakuta mama wakubwa pekee wakiwa sasa wameketi sofani kwao wakitazama kipindi cha dini kwenye TV, nami nikawasalimu vizuri tu na kuketi pia. Basi nikamwambia kwamba naona mnamcheki Mwamposa. Bi Zawadi akasema, bwana, kuna ibada special ya kukanyaga mafuta na wanafanya leo. Sisi kwenda huko mbali itakuwa ni mbali sana, kwa hiyo tunafuatilia tu hapa. Niambia Bi Zawadi, nikasema ya kwamba sawa, naisikiaga tu. Basi Bi Jamila akauliza kwamba hujawahi kufika kwa Mwamposa? Nimeshawahi. Kuna shangazi yangu wa Arusha alikuwa amekuja mwezi wa kwanza hapo kwa ajili ya maombi. Sasa ndo nikawapeleka huko yeye na mama. Nilivyosema hivyo, Bi Jamila akauliza kwamba na mama yako huwa anaenda? Akiweza, sio kwamba eti ni muabudu kabisa wa huko. Yeye huwa anaendaga kwenye kanisa fulani lipo kule Goba. Kwa hiyo ni kanisa fulani hivi ambalo lina jina refu tu hata nimelisahau. Siji evangelistical, kitu kama hicho. Basi walicheka kidogo kwa pamoja. Naye Bi Zawadi akauliza kwamba ni kubwa? Kubwa, zuri sana. Lipo karibu kabisa na nyumbani. Huwa hata anatembea tu. Basi Cheupe Zawadi akasema ya kwamba sawa. Vipi, mama yupo ndani? Niliuliza. Bi Zawadi akasema kwamba ameenda sokoni na Tesha, wameenda kufuata nyama. Nilijua tu. Ikiwa ni nyama, mama kusindikiza lazima. Baada ya kusema hivyo, Bi Zawadi alicheka akasema kweli, yani anataka ione ikiwa mbichi buchani mpaka ikija kuiva. Anapenda nyama huyu. Sisi wote, na angalau aendelee kuwa tu anatoka kama hivyo, ni kitu ambacho kitamsaidia sana. Basi mimi niliwaambia hivyo. Bi Zawadi akasema kwamba ni kweli, ila tu ndio hatakiwi kufika mbali mno, maana hali yake bado, si ndio? Nikasema kufika mbali mno hasa akiwa peke yake mpaka baada ya kidogo, sasa hivi bado. Baada ya kusema hivyo, Bi Zawadi akatikisa kichwa kuonyesha kwamba ameelewa. Sasa Bi Jamila akauliza kwamba umependeza JC, uliamkia wapi leo? Nilicheka kidogo na kusema kwamba nilienda tu hapo mbele kidogo, na mbona niko kawaida tu jamani. Bi Zawadi aliguna akasema, kawaida wapi wewe? Wakati ukipita huko wanawake wote wanakuangalia. Cheupe na masiara yako bwana. Ndio. Basi Bi Jamila naye akaongeza kwa kusema ya kwamba na wewe hujioni ulivyo cheupe JC, Hivi kwanza utaoa lini? Tunataka tumuone mchumba wako. Bi Jamila alisema hivyo. Sasa mimi na Bi Zawadi tukacheka kwa pamoja. Nami nikamwambia kwamba siku sio nyingi nitaoa tu. Bi Jamila akasema ya kwamba baba uoe, una kazi yako safi. Ukipata mwanamke mzuri unatulia naye, unazaa na watoto. Bi Zawadi akasema, yani JC, Jamila anapenda masuala ya ndoa. Hapa mpaka utakubali kuoa msichana atakayemtaka yeye. Bi Zawadi alisema hivyo kwa utani. Nilitabasamu tu kwa furaha. Bi Jamila akasema ya kwamba haiko hivyo bwana. Mimi nampatia tu kijana wetu baraka zangu apate mke mzuri, au sio JC? Kabisa, na haitachukua muda mrefu sana. Nitampata mwanamke anayenifaa. Baraka zako zimeshasomeka. Nikamwambia hivyo. Basi Bi Jamila akasema ya kwamba sasa je? Alisema hivyo akamwambia hivyo mwenzake. Sasa Bi Zawadi akasema ya kwamba haya bwana. Kwa hiyo JC, wewe mpaka sasa hivi uko single bado? Nikatikisa kichwa kukubali. Bi Zawadi akafanya kweli? Nikasema ndio. Bi Zawadi akasema sasa unasubiri nini baba? Si utafute mtu. Nataka kuwa mwangalifu Cheupe wangu. Lazima niwe mwangalifu kidogo. Vijana wengi siku hizi hatujatulia. Kwa hiyo nikitaka kutulia na mwanamke mmoja natakiwa niwe na uhakika kwamba yeye pia atatulia na mimi. Sikiliza JC, wanawake waliotulia wapo. Sidhani ni tabu kuwapata, wapo tena wengi tu, au nadanganya? Bi Jamila alisema hivyo. Bi Zawadi akasema ya kwamba ni kweli, ila nafikiri anamaanisha kwamba kazi ipo kwenye kumpata anayemfaa yeye. Huko da wengi wameshageuza maisha ya mapenzi kwa biashara na starehe za muda tu. Unakuta anaoa kidogo ameachana. Hayo sio mambo mazuri baba. Mimi nadhani wewe kawatafutie tu huko kwenu Mwanza, Shinyanga huko kwa Wasukuma.
Huku hapana, huku da hapana. Bizawadi alivyosema hivyo akanifanya nicheke kwa furaha. Sasa Bi Jamila akamuuliza Bizawadi ya kwamba yani unataka JC aoe Wasukuma? Sasa kwani Wasukuma wana shida gani? Sio wote ni washamba bwana. Si ati JC. Ya sio wote, inategemea. Na mimi sijamaanisha kwamba wewe Msukuma au mshamba. Wewe mwanamke mwenye maadili. Ndio mimi ninachomaanisha. Nyakati hizi wengi wameshatekwa na utandawazi. Mara Facebook, sijui Twitter, na kujali nywele, vinguo vyenye kuonyesha uchi na kio tu muda wote. Unaweza ukapata mwenye maadili na hayo mambo anayajua, lakini sasa anayaona kuwa ya kawaida sana. Yaani la msingi JC ni awe tu mke anayejua nini maana ya kuwa mke. Akishajua amekuwa mwanamke anayefaa, si unaelewa? Bizawadi alinipa mawaidha. Nikatikisa kichwa kukubali na kuegamia mkono wa sofa kwa kiwiko changu, huku sasa nikishikisha kiganja kwenye taa ya kuwapa umakini zaidi. Jamila yeye mwenye hapa amesema kwamba wapo wengi. Ila kweli ni kazi kumpata anayekufaa. Unakuta wakati mwingine yani unapata mtu anajionyesha mtakatifu kumbe. Bizawadi alishapo. Bi Jamila akaendelea kwa kusema ya kwamba kumbe ndani ni mchafu tu. Hivi vitabia wanavyokuwa navyo watoto wadogo hawa, sijui wanavitoa kwa mama zao wasiofunza maadili, kwa sababu na wenyewe wanaendekeza tabia za kijinga tu. Na hayo mautandawazi nini. Na hivi siku hizi yanasambaa haraka mpaka inakuwa ni ngumu sana kujua nani ana hizo tabia na nani hana. Kwa hiyo unaweza ukachukulia tu kama vile wanawake wote wako hivyo hivyo. Bizawadi akasema ni kweli kabisa. Alafu nimeona ile juzi ulivyotupeleka kule Sinza, kulikuwa kuna wadada kule bwana. Yaani jinsi wanavyofaa. Paka nikafikiri nilikuwa nimetoka kwenye dunia nyingine na kwenda tofauti niliyokuwa naijua mimi ama. Yaani wanawaiga wazungu kwa kila kitu. Na sasa hivi imeshakuwa kawaida tu kwa huku yafanya hayo mambo yani. Utawaambia nini sasa? Yani mambo yameshabadilika sana. Ndio maana unatakiwa uchague mwanamke kwa hekima sana. Ni busara kwako kuendelea kusubiri JC. Bizawadi aliniambia hivyo. Bi Jamila akasema kwamba lakini sio usubiri mpaka uzeeke sasa. Ama utumie ujana wako kuchezea watoto watu, hapana. Bi Jamila alisema hivyo. Nikacheka kidogo kusasa nikiwa nimefumba mdomo na bado mdomo nikiwa sasa nimegamia taya. Bizawadi akasema kwamba kweli ndio mambo yenu unatesha hayo, si ndio? Hamna, mimi siko hivyo. Bizawadi aliguna tu hivyo kwa njia ya kusuta, nasi sote tukacheka pamoja. Mnayoongea ni ya kweli kabisa. Mimi mwenyewe nafikiria kutulia na mwanamke mmoja tu. Nimeshajionea mengi na huu ndio wakati mwafaka kwangu. Nimeshamuona mwanamke anayefaa kuwa mke kwangu na mke mzuri tu kwangu. Na nitafanya kila kitu kuhakikisha nampata. Kweli JC? Ya, kweli. Safi sana bana. Litakuwa ni jambo jema, yani ukioa tutamuona mke wako tena. Tuombe tu Mungu mimi na yeye apate mume mzuri. Aolewe atulie na ndoa yake. Ndio jambo nalohitaji sana kuona kabla Mola hajanichukua. Bi Jamila aliongea kwa hisia sana, akimaanisha kwamba anatamani hata Miriam aone akiwa ameolewa na mwanaume ambaye ni mzuri. Na hapa uzuri haimaanishi sura. Inamaanisha tabia na kumjali na kutambua thamani ya mwanamke ama mke. So mimi nikaguswa sana na maneno hayo ya huyu mama. Nami nikakaa vyema zaidi na kutazama chini kwa kutafakari. Bizawadi akamshika mwenzake ganjani na kumwambia kwamba usianze kuongelea masuala ya kufa bwana. Kila kitu kitaenda vizuri tu. Doris huyo anaolewa. Tesha ataoa. Mariamu atapona na ataolewa pia. Mimi ataolewa wa kwanza kabisa. Na sisi tutakuwepo kumpa support yote anayohitaji. Mpaka na wajukuu tutacheza nao, au sio JC? Nitabasamu kiasi na kutikisa kichwa kubaliana naye. Sasa Bi Jamila akaonekana kulengwa kabisa na machozi, ikionyesha kweli hicho ni kitu alichokuwa na hamnacho zaidi. Naye akasema kwamba anatamani tu mambo angekuwa rahisi kwa binti yetu. Anahangaika yani vitu vingi sana mpaka anakosa muda wa kujijali yeye mwenyewe. Anateseka mno. Msikilizaji, nikawaangalia wanawake hawa kwa hisia sana. Sasa naye Bizawadi akanitazama usoni. Akasema kwamba Miriam bado anahangaishwa na swala la wizi wa Joshua. JC, unakumbuka nilipokuambia ile juzi kuhusu simu yake? Niliposikia anaongea na mtu fulani kuhusu madeni na nini? Bizawadi akauliza hivyo. Ikanibidi sasa nitikise tu kichwa kuonyesha kwamba naelewa alichokuwa anakiongelea, kama vile ni hapo alikuwa akiongelea
ndio nilielewa. Bila yeye kujua nilikuwa nafahamu kila kitu kwa undani zaidi. Sasa kumbe wale watu ambao Joshua alitaka kuwauzia shamba la mama walikuwa wanamdai pesa nyingi, milioni 20 huko kabisa. Wameuza nyumba yake Joshua wakapunguza deni, lakini lililobakia Miriam ndio anatakiwa awalipe, na ni kubwa. Ametuambia asipoweza kulipa eti atamnyang'anya shamba la Mariam. Aise, poleni sana. Kwa hiyo Miriam mwenyewe amesemaje? Ameweza kupata ya kulipa ama atawaachia mashamba? Yaani ni kwamba hataki hata kuuza kiwanja cha mdogo wake. Alikuwa tu amekusanya ili awapelekee kidogo leo. Ametoka ndo kwenda huko kwanza, sasa sijui hata wapi. Bi Jamila alisema hivyo. Nikamwangalia usoni kwa umakini, nami nikamuuliza kwamba amepeleka pesa yani kulipa ama? Na tena hakuwa amepata ya kutosha. Kwa hiyo sasa yani sijui sasa kama watakubali kumpa muda zaidi ili amalizie au ndo zamu hii shamba la mamu litabebwa kabisa. Bi Zawadi alisema hivyo. Nikaangalia pembeni tu kwa utulivu. Kwa hiyo tumefikiria sana na alikuwa hata hataki tujue. Hakutaka kutupatia pressure, lakini tumejua. Ndio naye akatuelezea. Sasa hivi tunasubiri kuona tu itakuwaje, maana da. Bi Zawadi alipokuwa akisema hivyo, tukasikia sauti ya geti nje likifunguliwa na kufungwa. Bi Zawadi akasema ya kwamba hawa watakuwa ni Tesha na mama. Bi Jamila akasema ni vyema Mariamu asisikie lolote kuhusu haya. Si ndio baba? Ya, nina imani kila kitu kitakuwa sawa. Wala msijipe msongo wa rembo wangu. Kila kitu kitaenda vizuri kabisa na Miriam atafanikiwa. Basi nikawatia moyo kidogo. Wakaonekana kufarijiwa na maneno yangu, na ndio mlango wa kuingilia ndani hapo ukawa umefunguka na Mariam kuwa wa kwanza kuingia akiwa amebeba mfuko. Binti akafurahi sana kuniona, naye akaja mpaka sofani nilipokaa na kuketi pia. Kwa njia ya kawaida tu, sio ile ya kurukaruka sana. Naye akanisalimu vizuri na kuniambia alikuwa ameenda sokoni. Tesha pia akaingia. Na baada ya kusalimiana naye kirafiki, akakaa na kuanzisha mazungumzo yenye kuchangamsha pamoja na sisi wote. Mariamu akafuata vyombo huko jikoni na kuvileta hapo sebleni ili sasa aanze kukata nyama. Alitaka nione namna ambavyo aliweza jambo hilo yeye kama yeye. Naye akakaa karibu nami kabisa, huku sasa akijitahidi kukata vipande vidogo na kuniangalia kwa matumaini ya kupata sifa kutoka kwangu. Na sikumnyima hilo, nikamsifia sana kwamba aliweza. Na baada ya kuwa amemaliza hiyo kazi, akapeleka hivyo vitu jikoni tena na kujisafisha. Kisha akarejea kwetu na kukaa. Ni Bi Zawadi ndiye akanyanyuka baada ya muda mfupi ili kwenda kuanza kutengeneza mboga. Kwa hiyo tukabaki hapo sebleni tukipiga story na binti Mariam na kufanya michezo rahisi tu yenye kuchemsha ubongo, ambayo iliendelea kuonyesha matokeo mazuri zaidi kwenye ufahamu wa Mariam, kwa kuwa akili yake ilikuwa imefunguka zaidi. So mimi niliendelea kuwa hapo mpaka kufikia mida kama ya saa 9 alasiri. Na tayari Bi Zawadi alikuwa ameshaunga mboga akisaidiwa na assistant wake Mariam, huku Tesha akiwa sasa amewapa mkono kwenye usongaji wa ugali. Kwa hiyo sasa tukabonda ugali pale na nyama pamoja na Chinese, na baada ya kushiba tukaendelea kuketi pamoja sebleni kupeana mitazamo yetu tofauti kuhusiana na sherehe ya kuzaliwa kwake Bi Zawadi. Sasa muda kama huu ulikuwa ni mzuri sana kuweka mambo mengine mengi pembeni na kufurahia ushirika na hawa ndugu. Lakini bado haikuwa rahisi mno kuacha kukengeuka juu ya fikra zenye kutatanisha ubongo wangu. Kuna kitu ambacho nilikuwa nawaza sana, na ni kwa kuendelea tu kukaa pamoja na marafiki zangu ndio ilifanya sasa nizidi kukiwaza. Yote ni kwa sababu ya kusubiri mno matokeo ya maamuzi niliyokuwa nimechukua ile asubuhi. Na hatimaye kusubiri huko kukafikia ukomo wake. Simu yangu ikaanza kuita. Mpigaji ni Bibi Miriam. Kwa sekunde chache nikabaki nikitazama tu simu mpaka ilipokata. Kisha akapiga tena. Nikaamua sasa kutoka hapo ndani na kwenda varandani. Nami nikapokea na kumsikiliza. Hakuongea mengi. Akauliza tu nilikuwa wapi, na nilipomwambia nipo huko kwao akasema niende kule dukani kwake ili anione mara moja. Woi, Bibie alisikika kuwa makini kweli kweli. Kwa hiyo mimi sikuwa na njia ya kumkatalia. Nikamwambia sawa. Isingenichukua muda mrefu sana kufika huko. Naye akakata simu.
Nilikuwa nimeingiwa na msisimko kwa kujua ambacho kingeenda kutokea huko. Lakini si kwamba eti niliogopa ama nilikuwa na wasiwasi sana. Nilikuwa tu yani nimetarajia hili. Ila sikudhania angeniita huko ofisini kwake kabisa. Na kwa njia fulani nikaona mwito wake kwenda huko kuwa wa busara. Najua aliyotaka tuzungumzie hayatakuwa na nafasi iliyotosha kuzungumziwa huko kwake ama kwenye simu. Hivyo nikarudi pale sebuleni na kuaga sasa wapendwa wangu, nikisema kuna mahali nilihitajika mara moja, ila haingechukua muda mrefu sana kurudi huko. Na wakaonekana kuridhia na kunitakia matembezi mema huko nilikokuwa naenda. Ikiwa ndio sasa inaelekea kuingia mida ya saa 10. Nikatoka hapo na kwenda kwa Ankia ili sasa kujiweka sawa zaidi. Tena nikaamua sasa kujimwagia kabisa na kuvaa kwa njia nzuri ambayo ingenipa muonekano fresh. Ndio nikatimka upesi, utadhani nilikuwa nimeitwa kwenye date. Usafiri wa daladala nikapandia hapo hapo Mzinga mpaka Rangi Tatu. Kisha sasa kutokeza Kemo hadi huko Kijichi kama kawaida, nikapelekwa na bajaji. Kamoyo kalikuwa kanadunda ise. Lakini ulikuwa tu ni ule msisimko yani wa kutegemea mengi, si unajua na utayari wa lolote ambalo ungetokea ndio ulinifanya nijitahidi kutulia zaidi kihisia. Kwa hiyo nikashushwa kwenye kituo cha Upendo na sasa ilikuwa imeshaingia saa 11. Ndio nikaelekea sasa taratibu kwenye duka kubwa la bibie, huku watu wengi wa hizo pande wakinitazama sana. Mimi nikaendelea kulielekea tu hilo duka. Ikiwa umepita muda wa wiki chache tokea mara mwisho nilipofika hapo. Na kupitia milango yenye vioo katikati nikaweza kumuona Soraya akiwa amesimama kwa hapo ndani, karibu kabisa na meza yake usaidizi. Nilitabasamu kiasi na kufikia hapo mlangoni. Maana ulikuwa umepita muda na yeye kutokea humo ndani akawa sasa ameangalia upande wangu na kuachama kiasi akionekana kushangaa. Kisha mtoto akaanza kucheka kwa haya, akijifunika uso kwa kiganja chake, nami nikafungua mlango na kuingia ndani hapo mpaka kufikia aliposimama yeye. Alionekana kufurahia kweli kweli, na kama nilivyokuwa nimemzoea, alivaa hizi baibui nyeusi pamoja na ushungi mweupe ulioficha sehemu kubwa ya kichwa chake na kuacha uso wazi. Sehemu za mwili wake mnono ambazo zilionekana zaidi ikiwa ni viganja tu na miguu yake meupe iliyokuwa ndani ya makirikiri nzuri nyeusi. Akaona tabasamu kwa shauku, huku sasa akiniangalia kwa aibu. Nami nilikuwa nimepanga kumkazia, lakini sasa nikashindwa kujizuia kucheka kidogo kwa pumzi na kutikisa kichwa kidogo. Akajikaza zaidi na kuniangalia usoni kwa ile njia kama kuniambia, ila wewe yani katika maana ya kwamba nimemtesa sana mpaka sasa, alafu ghafla tu natokea namna hiyo bila onyo wala nini. Nikiwa namtazama kwa utulivu tu nikamwambia kwamba hey Sora, mambo vipi? Midomo yake ikawa inakunjamana tu hivi kuzuia tabasamu eti. Naye akasema tu kwamba safi. Nikaona alikuwa amebeba mkoba wake begani, hivyo nikamuuliza kwamba ndio ulikuwa unaondoka? Akavuta kichwa chake mara moja kwa njia kukubali, huku sasa akinitazama kwa matumaini. Nikamwambia kwamba pole na kazi moya. Akasema asante. Jamani, yani kama vile ni mwaka umepita toka tulipoonana yani mpaka nikafikiri yani sitakuja kukuona tena JC. Nipo bwana, sema tu mambo ni mengi. Jamani wewe. Haya, sikudanganye ese. Wewe niamini tu hivyo, yani maisha yangu yamejaa misukosuko mingi sana, wewe acha tu. So kubalance muda kwenye kila kitu inakuwa ni ngumu sana sometimes. Kuna sehemu tu yani zimenimeza sana sasa hivi. Sawa, mimi sina shida wala tosijali. Vipi lakini familia? Wazima, sijui wewe. Wako good pia. Mimi nimefurahi kukuona Soraya. Nilikukumbuka sana. Kweli? Yeah. Kwa hiyo ulikuwa sasa umekuja kuniona ama? Ndio. Nilikuwa nataka kuzungumza na Miriam. Nikaona sasa nije kukuona na wewe. Msikilizaji, nilimpa tu moyo kinamna hiyo. Akaibana midomo yake kiasi na kuniangalia kwa njia fulani hivi ya mashaka. Nini? JSM, niambie ukweli. Sasa hivi umeshapata mwanamke mwingine eti? Nikabaki nikimtazama machoni tu kwa utulivu. Haina shida, mimi naelewa. Nilishakwambia, ila ndio bado mimi nakuhitaji, Kama nilivyokuambia Jesse, hata kwa mara moja tu ya mwisho, mimi nahitaji kuwa na wewe tu. Umenimisi sana. No, yani sana tu. Sasa una uhakika gani hiyo mara mwisho unayoitaka haitakufanya uhitaji zaidi baada ya muda kupita, Soraya? Yani sio, yani anyway, mimi nitajitahidi tu kujizuia. Kwa nini usiweze kuanzia sasa? Jesse jamani, ndio kumaanisha ni kwamba unitaka tena kabisa ama? Sina maana hiyo. Wewe ni mwanamke mzuri sana.
Ila ndio umeshanitumia ukamaliza, si ndio? No, Soraya. Sio hivyo. Wewe niambie tu Jesse kama utaki kabisa Msikilizaji, maneno ya Soraya yakakatishwa baada ya mlango wa ofisi ya bosi wake kusikika ukifunguka. Nasi kwa pamoja tukatazama huko. Miriam mwenyewe akatoka. Pigo zito kiasi moyoni mwangu likadunda. Mwanamke huyu akasimama usawa wa huo mlango baada ya kuniona. Na alionekana makini kweli kweli. Alikuwa amevaa shati la kike likiwa ni jeans yenye rangi ya samawati hivi uliolowana. Akilikunja mikono kufikia viwiko vyake pamoja na suruali nyeusi iliyombana kiasi japo ilikuwa hapana kufikia chini. Alinitazama kwa umakini sana kisha akaanza kuja mpaka hapo nilipokuwa na Soraya na kusimama pia. Basi Soraya akasema kwamba dada, mimi ndo naenda, Jesse amefika, nataka mzungumze. Soraya akaongea ni kama vile ni mtu alijishtukia. Bila kumwangalia Miriam akamjibu kwamba sawa, ufike salama. Huku sasa akiwa amekaza macho yake kwangu tu. Nikashusha pumzi tu kujipa utulivu. Naye Soraya akamshukuru na kuniaga mimi pia kistaarabu, akinionyesha ishara kwa vidole vyake viwili kwa chini kuwa tutawasiliana. Kisha huyo akaondoka zake. Nikamwangalia Miriam usoni na kweli macho yake alionyesha dhahiri kwamba alikuwa amekwazika sana na mimi. Na nilielewa kwa nini. Nilielewa. Alikuwa ameshikilia karatasi iliyochapishiwa maandishi maalumu mkononi. Naye akainyanyua juu kiasi kama kunionyesha. Nami nikaitazama tu. Jaden, hii ni nini? Swali lake la kwanza kabisa kwangu likawa hilo. Nikawa naelewa vizuri karatasi hiyo ilihusiana na nini. Miriam, usinichukulie vibaya, mimi nilitaka tukusaidia. Kwa nini ufanye hivyo? Nilikuomba. Hapana, ila nani amekupa haki ya kuamua kufanya kitu cha namna hii bila kuniambia Jesse? Jaden, umekuaje? Najua usingekubali uachukue shamba la mdogo wako. Ni haki yake na haustahili hii adhabu ambayo Joshua amekuachia Miriam kwa sababu najua haukuwa tayari. Jaden, unakosea. Umesikia? Unakosea sana. Wewe sio muamuzi wa maisha yangu. Unanijua vizuri sana, si ndio? Ulikuwa unajua kabisa kwamba mimi nisingekubaliana na hili, lakini bado ukafanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu najua hukuwa na pesa kutosha. Kwa hiyo wewe ndio mwenye pesa kutosha sana mpaka ukaenda tu na kuwapatia milioni 10, si ndio? Kwa nini kwamba shikeni hizo hapa, si ndio? Miriam, sijamaanisha hivyo. Nilikuwa na njia ya kwenda kusuluhisha hili tatizo Jaden. Lakini umeingia na kunikatia katikati. Hivi unajua mimi sipendi. Mimi ningefanikiwa kuwapa. Miriam, naomba nisikilize. Usingekubali uwape kiasi kidogo. Yaani sijui uje sijeti uongezee tena, no. Wasingekubali. Hiyo ilikuwa ni mekanizmu tu ya kukuforce utoe pesa yote kwa mkupuo. Ama walichukua shamba la Mariam. Deadline ilikuwa ni leo. Na kama usingefanikiwa Miriam, wangebeba kila kitu. Wangetafisha kila ulichonacho. Na mahakama ilikuwa upande wao. Usingeweza kufanya lolote. Msikilizaji, nilimwambia hivyo Miriam kwa msisitizo. Akabaki akinitazama usoni tu huku akipumua kwa uzito kiasi. Mimi sijaukatia katikati kwa sababu labda nimekuona hauna ama mimi ninazo sana. No. Mimi nimefanya tu hiyo gesture ndogo tu kukusaidia wewe na familia yako kuepuka hiyo shida Miriam. Nilimwambia hivyo kwa upole tu. Gesture ndogo. Umetoa milioni 10, Jaden. Milioni 10 kulipia matatizo yangu. Alafu unaita gesture ndogo kweli? Na hayo yote ya mimi kutaifishwa mali zote, wewe umejua vipi? Ulikuwa unafuatilia kila kitu? Mbona upo kimya? Okay, so umeenda kutoa milioni zako 10 ili kunisaidia. Natakiwa nikurudishie, si ndio? No, mimi hiyo pesa sihitaji nirudishie. Hauhitaji? Jaden, milioni 10 umezitoa mfukoni mwako mwenyewe kunisaidia tu, alafu eti hautegemei lolote. Miriam, sitegemei chochote. Nimeshakwambia toka mwanzo, nafanya tu kukusaidia. Hapana, siwezi kuamini Jaden. Siwezi nikakuamini. Hizo pesa umezitoa wapi? Kwamba tu uzichezee tu kwenye matatizo yangu mimi ambaye hata unijui vizuri, alafu ziishie tu hewani. Jaden, hebu niambie, ni nini ambacho unataka? Miriam, sitaki chochote. Kama ni ngumu kwako kuamini kwamba ninachotaka tu ni kuwasaidia, hilo ni tatizo lako Miriam. Sio kila mtu anataka tu anataka tu no. Na hiyo pesa ilikuwepo tu, mimi nilitunza na imetokea dharura kama hivyo.
Ndo maana nimeona inastahili kwenda huko, ndo nimeona nitumie tu huko. Miriam alibaki kunitazama kwa umakini sana msikilizaji. Miriam, naomba nisikilize kwa umakini, sawa? Naomba ushushe pressure, mimi sikudanganyi. Nimefanya hivi pia ili kumsaidia na mama. Hilo shamba, hicho kiwanja kinaweza kuja kumsaidia sana baadaye. Nyie wote, na unalijua hilo. Ndio maana unampambania. Mimi nimekupa mkono kidogo tu kuendelea kuhakikisha ukipotezi. Sasa kwa nini unafanya ionekane kama nimekosea sana? Hata shukrani ndogo tu ya moyoni Miriam. Hauwezi kabisa. Jaden. Tatizo Jaden, haunielewi. Sawa? Naona haunielewi. Sio kwamba ni mimi sina shukrani kwa sababu ya msaada unaonipatia Jaden, no. Yaani sitaki tu niwe na deni zaidi kwako. Mimi nimeshafanya mengi mno. Miriam aliongea kwa hisia sana. Nikaambia kwamba nisikilize, nilikwambia lini utunze madeni kwangu? Nilikwambia lini utunze madeni kwangu? Kwa nini bado unahisi kwamba unatakiwa kunilipa? Mimi sijafanya hivi ili unilipe Miriam. Tena nafanya hivi kwa sababu... Nikaishia hapo tu na kubaki nimemtazama. Najua unapenda sana kutusaidia, sijakataa. Lakini Jaden, mimi ndo nilivyo. Msaada kama huu kupokea kijuju tu alafu eti niseme asante ndio imeisha? Hapana, siwezi. Hiyo pesa uliotoa ingeweza kuwa na umuhimu fulani mkubwa kwenye maisha yako, lakini umemalizia yote kwangu wakati kwa muda huu sina uhakika wa kuweza hata kuirudisha. Na ndio maana nimekuambia hauhitaji kunilipa, yani hauhitaji kuilipa yote wala hauhitaji kulipia chochote. No Jaden, lazima tu nipambane mpaka nikurudishie. Miriam, hebu naomba nisikilize, sawa? Huo muhimu wa pesa unaoongelea ndio umefanya nimeitoa sasa hivi, sawa? Unanielewa? Nisingekaa kusubiri kuona Mariam anataifishwa haki yake kwa sababu ya upuuzi wa Joshua. Na wewe naelewa hali yako, ndio maana nikaona nisaidie. Mimi sihitaji unipe, na wala mimi wala hata usije kujisikia hatia kwa lolote. Mimi nimetoa tu kwa kupenda, sio ili kupata faida. Miriam, please. Lakini kwa nini Jaden? Yaani unataka tu kuniambia kwamba ni umetafuta pesa yoyote, umeitunza, alafu uje tu kuitoa kwetu kina namna hiyo? Umeangalia mbele kweli? Okay, haya, vipi ikiwa utajisababishia hasara kwa kufanya maamuzi bila kufikiri Miriam? Bila kufikiria matokeo baadaye. Sawa, unajali. Lakini kwa nini mpaka ufikia hatua hiyo? Sio rahisi kwangu kutohisi hatia hata kama unaniambia nisihisi hivyo. Maana mimi naweza nikawa sababu ya kukunyima kitu fulani mbeleni kwa sababu tu umekaa kuangaikia matatizo yangu Jaden. Kwa nini unajibebesha mizigo yangu Jaden? Unapata faida ipi kwa kulipia hasara ya mtu mwingine bila kujali? I say, nisikilize Miriam. Ni kwa sababu nakupenda Miriam. Msikilizaji, nilijikuta nimeropoka. Alafu kwa nikwambia kitu msikilizaji, sasa huu ndio wakati ambao unaweza kuwa ni mgumu vibaya mno. Kwa nini? Itaonekana pesa imetoka kama msaada kwa ajili ya kumhitaji kimapenzi. Patamu hapo. Kumbe mtoto wa mama mkwe anafanya kitu kwa kupenda kwa sababu anampenda. Kwanza Miriam akabaki akinitazama kama vile hakunisikia vizuri. Mapigo yangu wa moyo yalikuwa yameongezeka kasi. Nami nikainamisha uso na kusema kwamba samani. Nilikuwa sitaki kukuambia hivyo, ila nikamtazama tu na kukuta bado ananiangalia kwa njia kutokuelewa yani. Najua nilimchanganya. Nikajipa ujasiri zaidi. Miriam, hakuna kingine kinachonisukuma kufanya haya isipokuwa tu ya hisia nilizonazo kwako. Mimi sipendi kuona unaumia. Ninafanya yote chochote ninachoweza kwa ajili yako kwa sababu nakupenda. Nakupenda sana. Nilimwambia hivyo huku sasa nikimtazama machoni kwa hisia sana. Naye akawa ananiangalia kwa njia ya kawaida. Lakini nilielewa kuwa hakutarajia niongee maneno hayo hata kidogo, ama labda tayari alikuwa ameshakisia ila tu alitaka tu niaseme. Eti sikujua. Ila itikio lake lilionyesha kweli hakutegemea. Kikweli mimi mwenyewe sikuwa nimefikiria kabisa kwamba ningemwambia hii kitu kwa huu muda, lakini tayari mtama ukawa umemwagika. So nikamsogelea karibu zaidi kwa ujasiri wa hisia zangu, kumwelekea na kushika mikono yake kwa chini.
sihitaji unilipe. Moyo wangu ndo unaniongoza kufanya yote haya kwa ajili yako. Na ninapenda kuyafanya. Ni kwa sababu nakupenda sana Miriam. Msikilizaji, nilikuwa karibu zaidi na uso wake mzuri sana, akiwa ananiangalia kwa macho yenye utafakari mwingi. Naye akaidondosha karatasi aliyokuwa ameshika, huku sasa akiwa amekaza macho yake kwangu tu. Kisha taratibu akaitoa mikono yangu kutoka kwenye yake na kujisogeza nyuma kidogo. Nikabaki namwangalia tu kwa hisia. Yeye akawa ananiangalia ni kama haamini vile. Yani hivyo kijana ametoka kabisa huko alikotoka na kuja kuniambia mimi hivyo. Msikilizaji, hapa kazi nilikuwa nayo. Kutongoza ni kazi, bora utongozwe. Kutongoza. Sasa nilimuita tu Miriam. Akanyanyua kiganja chake kunizuia nisiendelee. Nami nikatulia. Alionekana kuwa makini sana. Ndio liko lengo lako, si ndio? Oho. Msikilizaji, nikawa nimeshaelewa anataka kuelekea wapi. Nami nikatulia tu na kuendelea kumwangalia usoni. Kwa hiyo yote hayo ulikuwa unafanya ili faida ambayo ungepata iwe ni mimi, si ndio? Msikilizaji, nikafumba macho na kukaza meno. Oya, mchezo aliuelewa tofauti kabisa. Hivi unanielewa kwamba usuavu na nishati ni kwamba inaonekana huo msaada ambao mimi nimeutoa ili nipate penzi lake. Maskini. So that was your play, kwamba ufanya yote ili uje kunipata mimi kama tuzo, si ndio? Miriam jamani, nimeelewa, nimeshakuelewa, umesikia? Kila kitu ungefanya kwa ajili ya mama, Tesha, familia yangu, ili uje kumzoa Miriam. Na mimi ningefanya nini? Ningekubali tu out of a show of gratitude. Miriam, usonge hivyo. Mimi nakupenda kweli. No, koma. Ishi hapo. Aliniambia hivyo kwa mkazo, huku sasa akinyanyua kidole chake kimoja. Na mimi nilitulia. Hivi kweli mimi nafikiri, mimi nadhani sina njia ya haraka kukulipa kwa msaada wote ulionipatia, lakini kumbe tayari ulikuwa umesha capitalize kila kitu. Kwamba Miriam ndo angekuwa malipo, si ndio? Mungu wangu. Miriam, kwa nini waza hivyo? Wewe unataka mimi niwaze nini kingine kinacho make sense? Jaden, please. Niambie unanitania rafiki yangu, ndio nitakuelewa. Sikutegemea unifanyie mchezo kama huu Jaden. Mimi kabisa unaniambia wewe unipende mimi. Kwa nini sikupende? Miriam alifanya hivyo kwa kutikisa kichwa chake kama ni kusema haamini. Miriam, naomba unisikilize. No, simama hapo, usinisogelee. Nami nikatulia. Jaden, nakuthamini sana, umesikia? Wewe ni rafiki mzuri na kuona kama mdogo wangu. Tunaweza hata tukataniana kama unavyotaniana na wadogo zangu, lakini sipendi ipite mipaka. Umesikia? Kabisa. Hebu fikiria kwa makini, sawa? Wakati mwingine inaweza kawa tu. No, sijakwambia nilichofikiria. Miriam, mimi nimekuambia ninachohisi. Nakupenda. Acha ujinga Jaden. Acha ujinga, umesikia? Wewe sio mtoto. Na mambo mengi sana kufikiria, mambo mengi ya kufanya. Alafu unaletea vitu gani hivi? Kama ndo shukrani unayotegemea kutoka kwangu kwa kunisaidia mpaka sasa, tambua kwamba umeenda mbali sana Jaden. Mbali mno ambako hakuna ukomo. Huwezi kufika popote ukiendekeza hizo. Basi alishia hapo na kushusha pumzi tu. Hivi kweli kungekuwa na njia nzuri ya kumuelewesha huyu mwanamke? Jamani. Unajua nibaki na muangalia tu kwa hisia zilizoanza kuwa huzuni sasa kutokana na kuvunjika moyo sasa. Mimi nitatafuta tu namna ya kulipa wema wako Jaden. Mimi nashukuru kwa kila kitu. Ila naomba hapo ndio iwe mwisho. I say,
Akashusha pumzi kiasi kwa njia ya kufadhaika hivi na kutikisa kichwa chake, kisha akageuka na kuondoka sehemu hiyo kurudi ofisini kwake, akiniacha nimesimama kama zoba vile. Mpaka sasa nikakumbuka wimbo wa Banana Zoro ule subira yangu ndiyo hilo niponza, zoba naonekana mjinga kwa sababu nilikupenda kweli. Jamani, ni kweli kabisa. Mimi nilichokuwa nimefanya ile asubuhi ilikuwa ni kwenda kule kwenye kampuni ya mzee na kukutana na mwakilishi wake aliyekuwa akishughulikia swala hilo la shamba ama kiwanja kama wenyewe walivyoliona, na nilitoa pesa zangu mwenyewe kwa ukamili kulipia hiyo fidia waliokuwa wakihitaji. Kwa kiasi fulani niliwaumiza kwa sababu bado walikuwa wakilihitaji shamba la Mariam, lakini hawakuwa na jinsi ila kuzipokea pesa hizo nilizolipa kwa niaba ya nani? Ya Miriam. Sasa inaonekana baada ya Miriam kuwa amekwenda huko pia muda fulani leo, ndio akakutana na hilo badiliko na ndio akapewa na hizo karatasi za kuthibitisha miamala iliyokuwa imefanywa, kwa sababu mimi wasingeweza kunipa kutokana na kutokuwa mmiliki moja kwa moja. Angekuja kuletewa yeye kibinafsi baadaye na ingemshtua kama nilivyotarajia, ila kwenda kwake huko leo ndio kukawa kumempa huo mshtuko uliofanya aniitie hapa ili kunisema kama kawaida yake tu. Na sasa swala hilo moja likawa limezua hili lingine. Nini? Mapenzi. Yaani mimi nilijua tu asingenichukulia serious kirahisi namna hii, na pia ukitegemea na nyakati hizi kuwa zenye kumchanganya akili bado. Yaani naelewa angeona swala hili kuwa ni upuuzi mtupu. Nilikuwa nimeshalemewa mno na hizi hisia, hata kama mimi sikutaka kumwambia kwa namna hii, lakini kwa njia moja ama nyingine nilijua ningetakiwa tu kumwambia. Na masuala yake ya kwa nini ndio yakawa sasa amelazimu kuropoka. Timing haikuwa sahihi. You get it? Timing haikuwa sahihi. Sometimes unaweza kuwa upo sahihi kwenye unachokifanya, lakini ukawa haupo sahihi kwenye time. Yes. Yaani huu haukuwa wakati sahihi kabisa wa kumfikishia mwanamke huyo hisia zangu. Mimi nilikuwa nimejichanganya mapema kweli. Lakini kutokea hapa hakukuwa na jinsi tena ila kukubali kwamba tayari alijua ukweli. Bwana, alijua ukweli wangu. Ambacho kingetakiwa kufuata sasa ingekuwa ni kumfanya atambue ukweli wake yeye pia uliokuwa ndani ya moyo wake. Kwa kuwa mimi sasa nilikuwa nimeshauona ila yeye hakutambua. Nilikuwa na imani kabisa kwamba bado sikufeli kwa huyu mwanamke. Hivyo ningefanya kila kitu kuhakikisha na mkamata na kumfanya awe wangu. I say. So baada ya Miriam kwenda tu ofisini kwake na kujifungia, nikageuka zangu na kuanza kuondoka hapo ili sasa nirudi tu Mzinga. Ingawa nilikuwa nimetoka kumfunulia mwanamke aliyempenda hisia zangu, bado nilikuwa na mtihani kwake wa kuhakikisha na faulu kumshawishi azikubali, kwa sababu mimi sikutaka hapana yake moja tu imaanishe ndio nimempoteza. Yaani mimi sikuwa tayari kwa ajili ya hilo. Ningefanya kila kitu kuhakikisha Miriam anakubali kwamba ana hisia kwangu pia. Ingeweza kuonekana kwamba najipa moyo bure, lakini hapana. Hisia zake kwangu ni kitu ambacho nilihisi pia. Unajua kuna nyakati tulikuwa tunakaa, tunaongea kidogo, tunataniana kidogo, na mara nyingi angeniangalia kwa njia iliyoonyesha hisia nyingi kwangu. Hata maisha yake yalipotishiwa ile juzi, alionekana kujali hali yangu zaidi ya kwake. Kitu ambacho hakingewezekana endapo kama tu angekuwa ananiona kuwa mdogo wake wa kawaida. Hayo yalikuwa ni maneno ya kujihami tu. Kuna sababu iliyomfanya asitake kukubali kuwa mimi ningeweza kumpenda yeye. Huenda akidhani nilitaka tu kumchezea, ama labda aliniona kuwa mdogo mno kwake, bado hakujiona kuwa tayari kwa kuwa na mtu kimahusiano. Kwa hivyo vile nilitakiwa kumfungua macho, aachane na mitazamo ya namna hiyo, na aone kwamba upendo wangu kwake ulikuwa wa kweli. Kwa hiyo mimi nisingemwacha hata kama angesema ama kufanya nini. Bwana we, nikani maamua sasa kupanda bajaji na kuelekea mpaka Zakem. Na baada ya kushuka nikaendelea sasa kutembea taratibu tu kuelekea kule kwenye daladala ili sasa nipande tena. Na ndio nikawa sasa nimepigiwa simu na mama yangu. Nilipenda kuzungumza na mama katika hali tulivu. Kwa hiyo sasa mimi sikupokea. Kwanza yote ni kwa sababu ya kuwa barabarani nikipishana na makelele kama yote hayo. Nikaamua tu kugeuza tena, nikarudi mpaka kwenye mgawa maridadi wa Zakem, nami nikatafuta sehemu ya mbele huko na kukaa. Mhudumu aliponifuata, nikamwambia tu aniletee milkshake ili niweze kupoza koo. Naye akasepa,
Ndio nikampigia sasa mama. Yaani yeye alikuwa ni wa kunipigia mara moja tu. Akinikosa anaacha. Labda kama kuna tatizo kubwa. Yaani bei mkubwa alikuwa anafuata zile procedure kanuni za utumiaji wa simu kwenye kuwasiliana na mtu. Simu inapigwa mara moja. Wewe utaiona miskoro. Kama kuna umuhimu mtafute pia. Kwa bei mkubwa ndio alikuwa hivyo. Labda kama kuna tatizo ndo atapiga zaidi ya mara moja. Kwa mimi nikampigia zamu hii na alipopokea tukasalimiana vizuri na yeye akanijulia hali. Nikamuuliza kwamba niko poa tu. Vipi Jasmine anaendelea vizuri? Mama akasema yeye yupo tu, ukuje bwana tumekomisi. Nikasema nitakuja mama hii wiki au ijayo. Mama akasema kwamba sawa, nilikupigia kukuuliza tu kitu fulani. Nasikia eti umetoa, yani umelipa milioni 10 leo kwenye kampuni kufidishia hela za mtu fulani aliyekuwa anadaiwa, ni kweli? Nikasema aisee, ni mzee ndo amekwambia? Mama akasema hapana, nina watu wa kunipa taarifa na hiyo sio la muhimu. Nikasema ndio mama, ni kweli nimetoa hiyo fidia. Mama akasema yani umetoa milioni zote hizo kwa ajili ya nani Jay? Nikamwambia mama kwamba ni msichana fulani tu huko, ni mgonjwa wangu. Sasa nilipokuambiaga kuna mtu namsaidia huko, ndio huyo msichana sasa. Mama akasema mpaka milioni 10? Ni anaumwa sana au? Yani Frankie alikuwa anamdai hizo hela ndio ukaona mtolee? Nikasema mama, ni mambo mengi mama, sijui hata nianzie wapi kuelezea. Mama akasema wewe, nieleweshe tu hata kwa ufupi. Napenda tu kujua kwa nini umefanya hivyo. Sio kawaida sana. Basi mama aliniambia hivyo. Sasa milkshake ya kwangu ikawa imeshaletwa hatimaye. Na mhudumu akasepa. Mimi nikashusha pumzi kiasi na kusema kwamba mama, yani nimefanya hivyo kiukweli kwa sababu huyu msichana amenikumbusha mengi ambayo wewe ulipitia. Toka nimeanza kumsaidia nimemuona ni kama wewe kabisa, jinsi ulivyoteseka kipindi kile. Yani ni kama vile tu yeye tu alivyoteseka sasa. Haya sawa. Mama, sijui ni dive zaidi ndani kwenye detail. Hapana Jaden, inatosha. Usijali, nimekuelewa. Ndio hivyo, ila sio kwamba eti namlinganisha na wewe. Lakini yeye na familia yake kwa ujumla ni watu ambao nimetokea kuwapenda tu na kuwajali sana. Anaitwa nani? Mariam. Na ni mkubwa, yani ukisema msichana ni kwamba ni mwanamke tayari au? Ni mdada mdogo, alikuwa na matatizo kwenye ubongo. Matatizo hayo ya ubongo ndio yalimfanya awe kama mtoto. So nimejitahidi kumsaidia mpaka sasa angalau anaendelea vizuri. Amepitia ni kwamba hali gani yani? Amepitia hali ngumu sana ama? Sana mama. Kiumri Nuru hajamwacha sana, ila alikuwa na behavior za mtoto mdogo. Yote ni kwa sababu ya ile tatizo tunaita ASD. Ana kaka yake alikuwa anataka kumuibia yeye na ndugu zake mali zao. Hapo juzi akamteka na kupanga kumuua ili afanikiwe kufanya yoyote. Tulimkuta akiwa karibu sana kubakwa na kuchinjwa mama. Na hana kosa lolote kabisa. She's so innocent. Maskini. Pole kwake. Amenigusa sana kujua umetoa msaada kwa mtu namna hiyo yani. Imenigusa sana. Sijui kama Jasmine anaweza kufanya hivyo. Piga huo galagaza. Una moyo mzuri Jaden. Umenifurahisha sana. Basi mwanzoni mimi nikafikiri labda umetoa na mahali huko bila sisi kujua. Mama bwana, hapana. Yaani mahali lazima mjue bwana, na muda bado. Sawa, nimeelewa. Haya, mimi acha nikuage sasa. Alafu umepanga kuja lini? Nimefikiria nije labda siku ya Jumapili au Jumatatu hivi, kama Jumapili itawezekana. Sawa, ila ndio utaniambia kwa uhakika. Vipi sasa? Si itapendeza kama ukija naye? Nani? Huyo Mariam. Ukija kama utaweza basi njoo naye nimuone. Sawa, nitajitahidi kuja naye. Haya, uwe makini huko Tutawasiliana sasa. Poa, usisahau kunifinyia shavu la huyo kibonge. Haya, sawa. Msikilizaji, hapo ndo nikakata simu na kuanza kushushia kinywaji changu taratibu ndani yako. Nifurahi sana hayo maongezi na mamangu. Si unajua tena jinsi uvutano uliopo kati ya mama na mwana unavyokuaga wa hali ya juu. Ndivyo ilivyokuwa sasa na huyu mzazi wangu. Sehemu kubwa ya utu wangu mzuri nilikuwa naitoa kwake, na nilipenda sana aliposema kuwa alitaka kumuona Mariam. Hivyo ningehitaji kufanikisha hilo kwa kumpeleka binti nyumbani ili ajuane na watu wa familia yangu. Kidogo kidogo tu ingeanza na Mariam na hatimaye ingekuja kumfikia bibie Miriam mwenyewe. Wewe ngoja. Stupo hapa.
Sasa nilipomaliza kinywaji changu, tayari usiku ulikuwa umeshaingia, na baada ya kulipa ndio nikaondoka kuelekea Mzinga. Katika hali yangu ya kuwa na mawazo mengi, nikawa sasa nimeamua kufanya zoezi la kutembea mpaka Mzinga badala ya kupanda usafiri. Maana siku hizi uhitaji wa kuingia gym leo. Ningepumzika kidogo. Kwa hiyo taratibu tu nikajongea kutoka hayo maeneo ya Rangi Tatu mpaka nikafika Mzinga ikiwa imeshaingia saa 2 usiku. Nami nikielekea makwetu moja kwa moja. Nilipofika upande wa nje wa nyumba yake Ankia, nikaweza kuona familia ya Miriam ikiwa sasa imekaa pale varandani. Yaani wote walikuwa nje. Nami nikaamua sasa kwenda kuwasalimia tena kabla sijarudi huko kuoga. Nilipoingia hapo getini kwao, gari la bibie lilikuwepo. Na Miriam mwenyewe alikuwa pamoja na familia yake hapo nje. Alikuwa amesharudi. Ni yeye pekee na Tesha ndio waliokuwa wamekaa kwenye viti, huku akina Bi Zawadi, Bi Jamila, Mariam pamoja na Shadia wakiwa wamekaa kwenye mkeka upande huo wa varandani. Asa Mariam kama kawaida yake akanyanyuka na kuja kukutana nami ili sasa kunikumbatia. Nami sikumnyima hilo. Nilipomwangalia Miriam alikuwa ameketi kitini sasa akiwa makini kweli kweli na simu yake. Yaani ni kama mtu fulani hivi asiyejali ujio wa mgeni yani. Na nilielewa kwangu mimi ingekuwa namna hiyo kutokea hapa na kuelekea mbele. Alikuwa amevaa dera zuri tu la njano, Mariam akiwa amevaa dera pia, na nami nikasogea mpaka hapo varandani pamoja na binti na kusalimiana na wengine pia. So Tesha akataka anipishe ili niketi kitini, lakini nikamwambia hakukuwa na uhitaji kwa sababu nilitaka kwenda kujisafisha mwili kwanza. Kwa hiyo yeye akae tu. Nilisemeshana na wengine kwa njia ya uchangamfu sana, lakini Miriam alionekana kutotaka kujihusisha na hayo maongezi kabisa. Hakutaka kabisa mazoea na mimi tena. Nilikuwa namwangalia mara kwa mara, yeye asiniangalia hata mara moja. Kisha akanyanyuka na kuelekea ndani. Basi nikawekwa wazi kwamba Miriam alikuwa anawarekebishia wengine msosi huko ndani, wakisema aliwahi kurudi hiyo jioni. Na mimi nikaona niwaage sasa ili niende tu pale kwa Ankia kuweka mwili sawa. Lakini kabla sijaondoka, bibia Miriam akawa ametokezea hapo mlangoni na kusimama. Naye akanitazama usoni moja kwa moja. Alionekana kuwa makini tu, naye akasema kwamba njoo mara moja. Alikuwa ananiambia mimi hivyo. Kabla hata sijaongea lolote, akarudi ndani na kiukweli alifanya mapigo yangu ya moyo yakimbie kwa kasi kiasi kwamba ni unajua alikuwa yani kwanza nilibaki najiuliza. Alikuwa ananitia nini huyo? Sio kumchumchum kweli. Basi nikajitahidi tu kuonyesha niko kawaida. Nami nikawaacha wengine hapo na kuingia sebleni. Hakuwepo hapo sebleni, lakini nikaweza kumuona upande wa kule jikoni akiwa kama amesimama usawa jiko lao la umeme au gesi anakoroga mambo. Kisha akafanya kama kuja huku, lakini akaishia hapo kwenye ukuta uliokuwa umetenganisha sebule na upande huo. Na alisimama huko sasa akiniangalia kwa yale macho makini kabisa. Ikawa wazi kuwa alitaka nimfuate, labda tuongee bila wengine kuweza kusikia. Nami nikajituliza tu, nijituliza kihisia na kumsogelea. Akarudi nyuma kidogo ili sasa ukuta huo utufiche kiasi. Yaani kama vile alikuwa anataka tunongonezane sijui. Na kikweli nilikuwa na misisimko ya hali ya juu. Nikasimama mbele yake kwa sasa nikimwangalia kwa utulivu tu. Naye akanyanyua mkono wake mmoja juu kiasi. Nikaona ulikuwa umeshika bahasha ndogo iliyokunjwa. Nami nikamtazama machoni tena. Akiwa bado amenyanyua bahasha hiyo, akasema kwa sauti ya chini ya kwamba hii hapa 5,800,000. Natanguliza, nyingine iliyobaki nitamalizia, shika. Nikabaki nikimtazama machoni kama vile ni kama sikuwa nimemuelewa. Aisee. Akakichukua kiganja changu na kujaribu kulazimisha kunishikisha hiyo bahasha, lakini kagoma na kutoa mkono wangu kwake kwa nguvu. Akanitazama usoni kimaswali na kwa njia ya kuudhika. Hivi, unaanza tena kurudi kule kule ulikotoka Miriam, si ndio? Nini? Yaani kale kakiburi kako kale umeanza kurudisha tena, si ndio? Kisa tu hutaki kubaliana na nilichosema leo, si ndio? Sitaki kubaliana lolote wala kusikiliza mahubiri yako kwa sio kwa sababu unajua, yani ni kwa sababu unajua kweli, si ndio? Unafahamu ni kweli kwamba nakupenda, si ndio? Hivi nipate ipi ya maneno sihitaji unilipe ambayo huelewi?
Bwana, mimi sihitaji maneno yako. Niarudisha pesa yote uliotoa kwa sababu nini? Kwa sababu utakuwa na deni kwangu, si ndio? Miriam, hata ufanye nini, huwezi kulipia deni ulilonalo kwangu kwa pesa. Kwamba kwa unajifanya ujue, si ndio? Hizo pesa zimeshaenda. Umesikia Miriam? Deni ulilonalo wewe kwangu halihusiani kwa vyovyote na hizo hela. Ninachokudai wewe ni kukiri kwamba unanipenda pia. Msikilizaji, nilimwambia hivyo kwa ujasiri. Akaniangalia kama vile mimi ni mtu niliyechanganyikiwa. Kwa sauti ya chini akasema kwamba naona na wazimu wewe. Ya, nina wazimu juu yako. Nilisema hivyo. Akasonya kidogo na kutazama pembeni. Nitabasamu kiasi tu na kumwambia kwamba najua kuna sehemu ya moyo wako inayoelewa kwamba huo ni ukweli. Najua unanipenda Miriam. Mimi nikupende wewe. Ndio. Ila bado tu ni kama hujatambua hilo. Nilisema hivyo. Akaonekana kutaka kusema kitu fulani kwa hasira, lakini akajizuia. Sijui alikuwa anataka kunitukana. Kwa sauti tulivu tu nikamwambia kwamba nimegundua kwamba kukufanya utambue hilo ndio itakuwa challenge. Ila kwangu mimi nilikuwa nimeshaona upendo wako kwangu Miriam. Lakini kwa sababu ya haya matatizo na nini, najua ulikuwa umefunikwa mbali sana kutoka kwenye macho yako. Ndio sababu mpaka sasa hivi wewe hujaona bado. Lakini upo. Mimi nimeshauona kwa upande wangu. Na wewe itakusaidia uone pia. Alikuwa akiniangalia kwa hisia kali sana, huku mimi nikimtazama kwa wale macho yangu mazuri. Naye akasema kwamba unajua, nilikuwa nimeanza kufikiri uko sensible, lakini naona bado sana. Yaani unanifanya natamani hata nikuashe kofi. Oh, please do. Nilimwambia hivyo na kumsogelea zaidi kwamba afanye hicho anachokitaka. Mimi sikukwambiaga. Kwanza nadhani hivi, unakumbuka kipindi kile uliponizibua makofi? Nadhani sikukuomba hilo kofi. Ila kofi lako liliacha alama nzuri sana kwangu. Sio kwenye shavu, moyoni. Ama ujui, kofi la mpenzi aliumi ni tamu sana. Nilimwambia hivyo kichokozi. Midomo yake katetemeka kiasi kusasa akiibana kwa njia iliyoonyesha hasira. Kisha kwa kunongoneza akasema kwa ukali ya kwamba mjinga wewe. Akanipita upesi na kuanza kuelekea upande wa chumba chake haraka, akionekana ukasirika mno. Nami nikajikuta na tabasamu tu na kushusha pumzi kujipa utulivu. Msikilizaji, ngoja nikwambie kitu kimoja. Huu mchezo usingekwenda kiulaini sana mwanzoni, najua hilo. Lakini nilijua pia kwamba ungefika tu muda ambao mwanamke huyu angelainika. Alama zote alizoonyesha kwamba alikuwa na hisia kwangu nilikuwa nimeshaziona huko nyuma. Hata sasa zilikuwepo. Kwa hiyo kazi ambayo ingebaki ingetakiwa tu kuwa kumfanya akiri kwamba alinipenda pia. Na of course ingekuwa ni mtihani. So nikaamua tu kujiondokea hapo mapema kabla hajatoka na panga huko chumbani. Nami nikawaga wengine na kusema kama ningeweza basi hata baadaye ningekuja tena. Ndio nikaelekea sasa kwa Ankia na kuoga. Mwenye nyumba wangu alikuwa ndani tayari. Kisha nikakaa pamoja naye sebuleni ili sasa tupatane kwa mambo ya hapa na pale kabla ya mengine kufuata. Inaonekana Ankia tayari alikuwa ameshatongozwa na Bobo, maana simu haikumshuka kiganjani kwa muda mrefu sana. Akitabasamu tu fulani hivi amazing. Na alikuwa ananiangalia kwa sura yenye madaa. Nikamtania kwamba inawezekana siku si nyingi angenitambulisha kwa sugar daddy wake mpya. Naye akakataa kwa kusema eti alikuwa kichachi na rafiki. Basi mimi nikatulia tu, lakini hakujua kwamba nilikuwa nafurahia sana kwa ajili yake kuona jinsi ambavyo aliburudishwa na Bobo. Kidogo tu hivyo tu ningekuja kushtukia jamaa analetwa hapa kama Fazaus. Sasa nikiwa nimeketi sofani pamoja naye nika sasa nimetumiwa ujumbe ulionifanya niwe makini zaidi. Ulitoka kwa askari Ramadhani akiwa amenitumia maneno rahisi yaliyokuwa amebeba maana nzito sana. Jamaa aliandika ya kwamba shukrani kwa jitihada JC. Sodoma na Gomora zinaanguka. Kufikia asubuhi kazi kuisha. Huo ndio ujumbe msikilizaji niliopokea. Hiyo ilimaanisha kwamba sasa wakati ambao nilikuwa nimetazamia ufike ulikuwa umewadia, lakini ujumbe wake haukunipa hisia yoyote ya uchangamfu, bali nikahisi wasiwasi tena. Wasiwasi tu. Ikanibidi niende chumbani nami nikampigia Ramadhani kwa namba yake ile ya siri. Na uzuri akapokea. Nikamwomba anipe ruhusa kufanya jambo fulani mapema sana ya kesho.
Na mwanzoni aliona ombi langu kuwa la kipuuzi na lisilofaa, lakini nikamshawishi aniruhusu tu na mambo yangekwenda sawa. Akawa amenikubalia kwa kusema ningefanya nilichotaka, lakini kwa kufuata mwongozo wake. Nami nikakubali hilo. Kisha ndio akakata simu. Nikaamua sasa kuahirisha kwenda kwake Miriam tena ili niweze kupumzika mapema. Nami nikawahi kupanda kitandani huku sasa nikiwaza mengi mazito mno ambayo yangetokea kwa siku ya kesho. Asubuhi na mapema sana nikawa nimeamka moja kwa moja, nikaanza kujiandaa upesi ili niweze kuondoka. Yaani niliamka saa 12 leo. Nikaoga, nikavaa huyo, nikasepa upesi. Safari ilikuwa ni moja tu, kwa Madam Betha. Kutokana na jambo aliloniambia askari Ramadhani jana, nilitaka tu kumuona huyo mwanamke, yani nimuone tu, kisha mengine ambayo angefuata. Labda tuseme ni moyo ndio uliokuwa ukiniongoza kufanya hivi, maana akili yangu ilielewa vizuri kabisa kwamba sikutakiwa kufanya hivi. Kwa yale ambayo askari Ramadhani na watu wao wote wangehusika kufanya leo, najua nilipaswa kukaa mbali, lakini bado ni moyo tu ndio ukao unanisukuma kutaka kuwa huko kwa huyo mwanamke kabla ya aliyokuwa yakimjia kumfikia. Mtu hata angeweza kuniambia nina akili 6, na kwa wakati huu ningekubaliana na hilo na kumwambia sijali. Huu ndio ulikuwa uamuzi wangu, msikilizaji. Nikachukua usafiri kwenda makumbusho moja kwa moja. Nami nikafika huko Mkwajuni Vunja Bei ikiwa sasa imeshaingia mida kama ya saa 3 hivi asubuhi. Nilikuwa nimevaa kwa njia makini tu, na nilipofika huko hotelini nilitambua kwamba kulikuwa na mazingira fani hivi ya utayari yaliyokuwa yameshawekwa kuizunguka hoteli hiyo. Kwa hiyo ni mimi tu ndio niliyetakiwa kwenda huko juu kumuona madam, kisha baada ya kumaliza biashara yangu nitoke ili kuyaacha hayo mazingira yafanye kazi yake. Ndio mwongozo wa kufuata niliokuwa nimepewa na Ramadhani. Najua inaeleweka Basi nikapanda mpaka gorofani huko 1 2 3 mpaka mlangoni kwa madam. Nam sasa nikagonga hodi na kusubiri kufunguliwa. Dakika kama 2 hivi zikapita, ndio mlango ukao umefunguliwa. Na hapo mbele yangu sasa akawa amesimama Madam Betha mwenyewe. Alionekana makini kweli kweli usoni kwa jinsi alivyokuwa akinitazama. Kwa sauti iliyotulia aliniita, akisema kwamba JC. Akauliza hivyo kwa kuonekana kutokutarajia iwe mimi niliyefika hapo kwa asubuhi hii. Alikuwa ndani ya t-shirt chepesi tu cheupe ambacho kilikuwa ni kifupi mno kuonyesha kitovu chake, na alivalia suruali ya michezo pana tu kama vile za Wahindi. Yanaonekana kama dancer fulani hivi, yani sijui kwa nini tu, lakini mkono wake mmoja ulikuwa nyuma ya kiuno chake kama vile ameficha kitu. Nikaendelea kumwangalia usoni. Akauliza kwamba unafanya nini hapa asubuhi yote hii? Asa nikiwa namtazama kwa utulivu tu nikasema kwamba nilitaka kukuona. Binti akauliza kwamba ina maana haujawahi kuniona ama? Nikamwambia kwamba kuwa pamoja nawe kabisa. Nilimwambia hivyo kistaarabu tu. Akaangalia pembeni na kutabasamu kiasi. Kisha akasema kwamba wewe hivi umamka nazo leo eti? Na kazi je? Nikaendelea kumwangalia tu usoni kwa utulivu. Akasonya kidogo kimasiara na kusema kwa Bembu, ingia huko bwana. Yaani hakuwa na habari. Akarudi ndani. Nami sasa nikaingia pia na kufunga mlango. Sasa ndio nikaweza kuona kwamba kwenye mkono aliokuwa ameukunjia mgongoni alishikilia bastola. Na nikaitambua kuwa ile bastola ambayo Festo alikuwa amenipa, ikionekana Doto alimletea huku baada ya mauaji ya wakina Sudi. Nami nikasimama kwanza na kumtazama tu mpaka alipogeuka na kuniangalia tena. Alafu kwanza ngoja kabla sijaendelea, kuna comment nyingi msikilizaji niliziona kuhusiana na Doto. Anyway, sijui mimi, ngoja niwasikilize tu, lakini wavunani shati wengi wameshtuka kuhusu Doto. Sasa mimi sisemi lolote, lakini ngoja nitulie. Kwa hiyo bwana akainyanyua hewani bastola hiyo na kusema kwamba sipendi wageni wasio rasmi, muhimu kuwa makini. Basi nikatikisa kichwa kuonyesha uelewa. Akaishusha bastola na kusema kwamba haka Katarus kazuri sana. Ase, Festo alikuwa anakuulizia au alikupa kishikaji tu? Nikasema alinigei tu. Nilisema hivyo kwa sauti ya chini. Akanitazama kwa udadisi kiasi, na akauliza kwamba mbona uko hivyo, ni kuna tatizo? Nikatikisa kichwa kukanusha na kusema kwamba niko poa. Kwa hiyo kama isingekuwa mimi na ni mtu usiyemjua ungemshuti tu, si ndio? Anakula chuma. Hivi nafikiri mimi naogopa visheria vya kipuuzi vya hoteli? Naweza tu kusema nilivamiwa na nina haki ya kujilinda. Na haki ya kumiliki gani je? Ninayo. Wewe hivi unanionaje? Basi nikanyoosha viganja juu kiasi kama kumwambia nimeshindwa. Hebu kaa hapo basi. Tena ni vizuri kantala wangu umejileta mwenyewe ili tuongee.
Basi nikajipeleka tu mpaka sofani na kukaa. Naye akaiweka bastola yake juu ya draw la kitanda na kuja upande wangu. Akasema kwamba nilikuwa na mpango wa kwenda Mbezi, kuna spa fulani hivi kule nzuri sana. Nilikuwa nataka kung'arisha hii ngozi. Ishaanza kufanana ya Zuchu tayari. Betha alisema hivyo. Baada ya kuzungumza hivyo, mimi nitabasamu kiasi na kumwangalia hadi alipofikia sofani na kukaa karibu yangu pia. Aliniambia kwamba kama vipi twende wote. Unataka kwenda saa ngapi? Sasa hivi asubuhi yote. Asubuhi ndo raha. Na tena nimechelewa. Yaani hapa nitafika huko nadhani by saa 6 kabisa. Sasa si bora tu uairishe sasa. Wewe nimekuambia sina ndugu na Zuchu ase. Lakini si unapenda asubuhi. Airisha leo. Utaenda siku nyingine. Lini sasa? Aliuliza hivyo. Asa mimi nikatazama pembeni tu kwa utulivu. Swali lake likanifanya nijihisi vibaya moyoni. Akaonekana kunitathmini kidogo. Hivi wewe ni nini kwanza kimekuleta hapa? Maana hadi umeanza sasa kunizuia nisiende kupata some quiet time kabisa. Nini kinakusumbua? Unataka mnyando au unahofia kwa sababu unaenda kufinywa kidogo na wanaume wenye misuli na nini? Wanipakate kidogo na madude yao makubwa nini? Sio kama hicho kiandunje chako hicho. Msikilizaji, nijikuta nitabasamu kwa furaha tu. Utani wake ukiwa unamfanya apendeze kwa kiwango fulani hivi machoni mwangu. Nami nikamwangalia usoni kwa hisia tu. Au uongo? Ni kweli naofia hicho. Sasa ndio maana nimekuambia twende wote, au unafikiri kwamba mimi niko easy sana kwamba nitawaruhusu nicheze tu? Hapana, najua uko na msimamo. Sasa je, acha kufeli bwana. Alafu kweli unajua nilikuwa nataka nikwambie kitu fulani. Ile hoteli ya kule Buza imepata mteja. Kuna mtu amenunua. Juzi tu mpaka leo tayari umeshaiuza. Hata hivyo nilikuwa nimeshaiweka sokoni muda tu na nimeiuza cheap sana. Nilikuwa nataka nikwambie mapema ili usijisikie vibaya. Kwa hiyo nimeuza zawadi yako. Lakini Masai ipo. Hamna shida. Mimi hata hiyo sihitaji, lakini hizo pesa siji. Kwa hiyo unafanyia nini sasa hizo pesa? Unazitaka eti? Niambia kama unataka nikupe. Hamna, hiyo sio maana yangu. Naona tu nakusanya pesa nyingi sana. Umeshanunua na gari. Nimehisi kuna mabadiliko na unataka kufanya. Hujakosea. Nafikiri sasa hivi natakiwa kuanza au niseme niendelee kusonga, lakini upya. Nataka niache kukaa hapa, nirudi kwenye nyumba yangu. Hasa sasa hivi kwa sababu Cheza amekufa na nataka nifanyie renovation kubwa sana. Iwe kama nimeijenga upya. Nataka nifungue hoteli na klabu nyingine ya maana, hoteli kubwa 3 au 4 au 5 stars ikiwezekana. 5 stars nimefikiria mbali sana ila nataka iwe kama fresh start hivi. Sasa mimi nikabaki nikimtazama machoni kwa utulivu tu. Akanishika mkono kuniambia kwamba tena nataka iwe ni fresh start nikiwa pamoja na wewe Jesse. Nikaangalia pembeni tu, nikiwa nazidi kujihisi vibaya mno moyoni. Usifikiri kwamba hapa nina bag hapa. No, I mean it. Sawa, mimi sitakuwa malaika na nini, lakini Jesse, mimi nataka sasa hivi, moving forward, iwe ni mimi na Betha. Basi imetosha. Usiseme hivyo. Nilimkatisha, akaniangalia kimaswali kiasi, nami nikamtazama usoni kwa makini. Betha, najua unajitahidi, lakini naona kuna sehemu kubwa ndani ya moyo wako imeridhia kuwa na mimi. Ila sio mimi ninaye. Nini? Kwamba unataka kusema nini? Betha aliuliza hivyo, nikashusha pumzi kwa sababu alinikatisha. Kwamba hautaki kuwa sehemu ya mpango wangu moving forward, si ndio? Shida nini Jesse? Kwa sababu nimeuza hiyo hoteli? Please. Ilikuwa imeshazeeka tu. Hata hivyo sijamaanisha hivyo Betha. Sasa tatizo nini? Bado tu unasumbuliwa na kilichowapata wakina Sudi. Si ndio hivyo, si ndio? Jesse, alafu ulinifuata wewe mwenyewe, ukaniambia kwamba unanipenda, ukijua nature yangu, na bado ukataka tuwe sote through all of this. Mpaka sasa, shida nini sasa? Wewe kinachokupa Maneno yake Betha yakakatishwa baada ya simu yake iliyokuwa mezani kuanza kuita. Naye akatikisa kichwa kidogo na kuchukua pesi.
Akaangalia mpigaji na kuniambia kwamba kinachokupa wasiwasi ni nini wewe, Nilikwambia be a man. Kwa nini lakini bwana? Alikuwa akimalizia maneno yake kwangu, kisha ndo akapokea simu yake. Nikaa sasa namtazama tu kwa utulivu mpaka alipoiweka sikioni kumsikiliza mpigaji. Na uso wake ukaonyesha jambo nililokuwa nimetarajia upesi sana. Alishtuka sana akasema kwamba nini? Neno hilo pekee likamtoka midomoni mwake baada ya kuonekana kuwa amesikia jambo fulani baya na lenye kushangaza mno. Naye akanitazama usoni kwa macho yaliyoonyesha hofu kubwa. Nikashindwa hata kuigiza na kuendelea kumwangalia tu kwa hisia za huzuni. Naye ghafla akasimama na kuirusha simu yake kwa nguvu hadi ilipopigika kwenye ukuta na kuvunjika. Alipiga ukelele kwa hasira sana na kujishika kichwani kwa viganja vyake vyote. Nikasimama pia na kumuuliza kwamba madam, nini shida? Nini kimetokea? Basi akawa anatembea mbele na nyuma huku sasa akipumua kwa uzito. Naye akasema kwamba wameharibu kila kitu. Nikaangalia pembeni kwanza, hapo tayari nikiwa sasa naelewa vizuri tu kilichokuwa kimetokea. Nami nikamuuliza kwamba huyu alikuwa ni nani? Huyu ni msambazaji wangu mmoja, amenipigia huko sasa akiwa nakimbia. Amesema maskari wamesizi majengo yetu yote ya biashara. I say, how the hell did this happen? Aliongea hivyo kwa pressure. Nikaendelea kutulia sasa nikikunja ngumi kuzuia hisia zangu. Jesse, naomba simu yako Jesse. Msikilizaji, nilitoa simu mfukoni na kumpatia baada ya kutoa lock. Naye akaonekana kutafuta namba ya mtu na kupiga. Doto wapi? Aliongea hivyo na kisha kutulia. Alafu akakaza macho yake kwa nguvu na kushusha mkono wake. Nikamnyang'anya simu yangu kabla na yenyewe hajaitupa. Vipi madam? Doto hapatikani? Hapokei. Jesse, kama kweli maskari wamefanya round up kote kukamata biashara zangu, inamaanisha wana damn. Kila jengo. Alisema hivyo kwa hisia kali sana. Nikaangalia tu chini kwa utulivu. Tafanya nini sasa? How the hell did this? Doto atakuwa wapi? Ama ni hata niambia na yeye wanamkimbiza kila wanaweza. Hebu mpige first. Jesse, mpige haraka sana. Aliongea kwa kubabaika na harakishi. Akatoka hapo alipokuwa amesimama na kuelekea kwenye kabati la nguo. Naye akafunua mlango mdogo humo ndani, na hapo nikaona sanduku la kielektroniki la kutunza ama kufichia vitu. Nikaendelea kumtazama kwa umakini hadi alipobonyeza namba za kulifungulia, password. Kisha akafungua kimlango chake na kuanza kutoa mabunda ya pesa nyingi sana, akiarushia kitandani kwa kasi mpaka alipomaliza yote. Akachukua mkoba mkubwa na mtupu kutoka kwenye stendi pembeni na kukielekea kitanda, naye akaanza kuziweka pesa hizo mkobani. Huku sasa akisema kwamba kama ameweza kufikia sehemu zetu zote kwa mkupuo na kuwakimbiza wajeshi wangu wote, basi watakuwa wamezinusa na kuzifuata biashara za wengine pia. Ni lazima kuwe na leak. Ni lazima tu lazima kuna mtu ametusnitch. This is impossible. Haiwezekani. I say everything was done so careful. I can't. Alikuwa anaongea haraka kama vile amepagawisha na madawa ya kulevya. Naye akanigeukia kukuta bado nimesimama tu nikimtazama. Jesse, acha kuzubaa Jesse, pick something up. Mpigie festo haraka bwana. We have to get out of here. Hao washenzi wanaweza kawa wanakuja mpaka hapa. Tunatakiwa kuondoka haraka. Alikuwa ameshamaliza kuzirundika pesa zote kwenye mkoba. Naye akavua t-shirt yake hapo kakirushia huko, kisha akachukua t-shirt jeusi la mikono mirefu na kulivaa upesi. Alafu akaivua na hiyo suruali yake na kuanza kuvaa suruali nyingine. Ile ngumu tu ya reza yenye kung'aa aliyokuwa amevaa juzi alipomuua mume wake. Haiwezekani kabisa, haiwezekani jamani kuwa mistake, haiwezekani kuwa ameotea tu. Eti simu zote kwa mpigo mmoja, wamewezaje? Wamewezaje kufanya hivyo? Just when everything was going so perfectly. Jesse, tuondoke haraka. Chukua fungo zangu za gari hapo. Harakisha. Aliongea hivyo kwa msisitizo. Nikabaki tu mimi namtazama kwa hisia sana. Hey, what are you doing? Hivi unafikiri mimi nakutania? Kila kitu kimeharibika. Hatutaki kuendelea kuwa hapa Jesse. Kuna mtu amenisnitch Jesse. Harakisha bwana, hebu mpigie first haraka tu. Aliishia hapo ghafla. Alikuwa ameinama tena kuelekea shelf lilokuwa limebebea viatu. Bila shaka akitaka kuchukua viatu avae. Naye akatulia kidogo kama vile kuonyesha utambuzi wa jambo fulani ulikuwa umemuingia kichwani. Akasimama wima na kuniangalia usoni kwa makini sana. Mimi bado nikiwa namtazama tu kwa hisia.
naye akashusha pumzi kwa njia fulani kama mtu aliyechoka sana. Hey, kwa nini haumpigii Festus? Aliuliza hivyo kwa sauti ya chini. Nikaangalia pembeni na kubakia kimya tu. Jesse, hey, mbona unijibu? Aliuliza tena hivyo. Machozi yakaanza kunilenga kabisa. Nami nikainamisha uso wangu tu. Hey, Jesse, umefanya nini? Aliuliza hivyo kwa sauti yenye kunong'oneza. Nikajikaza tu kihisia na kumtazama usoni kwa makini. Wewe ndio umefanya hivi? Kwa nini? Kwa nini? Yaani Jesse, umenisinichia kwa mapolisi Jesse, si ndio? Betha, yaani shit. Alisema hivyo na kujishika kichwa. Nikashusha pumzi tu na kuiweka simu mfukoni, nikiwa nataka sasa nimsemeshe tena. Yaani kumbe umekuja hapa to keep me occupied, unizubaishe ili na penyewe waje kunisomba, si ndio? Sikia Betha, kila kitu kimeenda sio kwa jinsi nilivyofikiria kingeenda. Ni mambo mengi, lakini inatasijua hata nikwambiaje, ila nikiwa sasa naisaka namna ya kumwelezea, nikaona anatazama pale kwenye draw ya kitanda upesi. Nami nikaangalia hapo na kuona kwamba aliangalia bastola yake. Tukaangaliana tena kwa makini, na Betha akakaza macho yake kwa njia iliyoonyesha hasira zaidi, na ule mjongeo wa mbali wa mwili wake wa kutaka kuelekea upande huo ukanifanya nitambue kwamba alidhamiria kuifuata bastola yake ili anifundishe adabu. Na kweli akageukia huko na kuonyesha nia ya kuifuata bastola hiyo kwa kuanza kukimbia. Nami hapo sasa nikairukia sofani kwa kasi na kukutana naye wakati ambao tayari alikuwa ameshaikamata bastola yake na kujaribu kuigeuzia kwangu ili anitandike risasi. Nikaiwai mikono yake na kuupamia mwili wake kwa nguvu kiasi, nasi tukadondokea kitandani, huku sasa nikiwa juu yake na nikikaza mikono yake ili bastola isigeukie kwangu. Betha, subiri sawa? Acha. Yaani niache nini? Pumbavu, niachie. Fala wewe, unanisaliti mimi? Betha, naomba unisikilize please. Niache nikuonyeshe. Alikuwa anajaribu kufurukuta kwa nguvu zake zote, na mimi sasa nikaendelea kumkandamiza ili sasa nipate nafasi moja tu ya kuachia mkono wake moja na kuikamata bastola upesi. Na nilipofanya hivyo ikampa mwanya kiasi wa kukaza zaidi viganja vya mikono yake, hivyo akawa amesababisha risasi moja ifyatuke. Hiyo kelele. Sasa risasi ilikuwa imetandika ukuta na kuacha tobo, na ninajua sauti iliyokuwa imetoka ingeshtua wengi hotelini hapo. Niliumia kiasi masikioni kutokana na hiyo sauti na kushindwa kuendelea kumkaza zaidi. Na hiyo sasa ikampa nafasi ya kujigeuza kidogo na kurusha mguu wake chini yangu. Hapo sasa kama amenipiga sehemu ya ATM yenyewe na kunifanya sasa yani niishiwe nguvu zaidi. Nami nikalegea na kudondoka chini, sasa nikisi maumivu kwenye viungo vya uzazi. Sasa Betha akajitoa kitandani upesi na kushuka chini. Naye akasogea mpaka usawa lile sofa, huku sasa akielekeza bastola yake upande wangu. Nilikuwa chini bado sasa nikimtazama usoni kwa uzoni, yeye akiwa ananiangalia kwa hasira sana na kupumua kwake kukiwa ni kwa pressure. Yaani utafikiri alikuwa anataka kupasuka hivi. Najua alikuwa na hasira, sio kwamba kwa sababu angekuwa amepoteza huu mchezo, ila kwa kuwa aliyesababisha au poteze ilikuwa ni mimi. Najua Betha alikuwa ananipenda, na ni jambo hilo ndio lililomfanya akasirika zaidi, kwa sababu yani nilimuumiza moyoni kabisa. Yani kabisa toka mwanzo hakufikiria kwamba mimi ndo ningekuwa msaliti wake. Hata alikuwa tayari kuondoka na kukimbia pamoja nami, lakini sasa akaona wazi kuwa alishindwa kote kabisa. Na ni hilo ndo linifanya nijione kuwa mbaya. Nikajitahidi kusimama taratibu, sasa bado nikijishika usawa wa kiuno kutokana na kuhisi maumivu. Nami nikaendelea kumwangalia usoni kwa huzuni sana, kutokana na jinsi ambavyo aliniangalia kwa zile hasira zilizomfanya yani alengwe na machozi na pumzi zake kutetemeka sana. Katika wakati kama huu, ikiwa ingekuwa chini ya hali nyingine, labda kama ingekuwa ni mtu mwingine ndio kanishikia bastola namna hiyo, huenda ningetetemeka. Lakini hapa sikuwa na wazo la kuhofia, kabisa juu ya maisha yangu. Yaani kwa lolote ambalo lingetokea nilikuwa tayari kuacha litokee.
Na mimi sikujua tu kwa nini ilikuwa namna hiyo. Nilimwangalia Betha machoni na kuona namna alivyokuwa akihisi uchungu. Na kwa jinsi fulani ikawa kama vile yani ni kama ule uchungu na ushiriki pamoja na mimi. Paka nikawa sasa ninahisi kama vile mimi ndio mtenda dhambi kwenye hiki kisa. Nilihisi kama vile nimemwonea sana ubinti. Nikaangalia chini kwa huzuni sana. Kisha nikamwangalia usoni tena na kumwambia I'm sorry. Sikuwa na lingine la kumwambia. Uso wake ukakunjamana zaidi, akionekana kupandisha hasira zaidi na zaidi, huku akikaza bastola viganjani kunielekea kwa nia kuu ya kutaka kufyatua risasi. Nami nikaendelea tu kumwangalia usoni kwa hisia sana mpaka machozi yakajaa machoni kwa huzuni kuu. Huzuni ambayo nilikuwa nayo ama niliyohisi kutokana na kuona uchungu wake. Akakaza na meno yake akiwa anataka kunipasua kichwa kwa usaliti niliokuwa nimemfanyia. Nami nikafumba macho yangu taratibu nikiwa naelewa kuwa huu ndio ungekuwa mwisho wangu. Sasa nini kingeniokoa msikilizaji kutoka kwenye hasira ya huyu mwanamke? Ni hivi. Omba sana. Yaani bora ufanyiwe mambo ya kipuuzi na mtu baki yoyote, lakini si ule mtu uliyemwamini na kumpenda. Oya, unabaki tu kusema kwamba hata wewe unanifanyia hivi, hata wewe. Inauma sana msikilizaji. Tukutane sasa sehemu inayofuata kuweza kujua nini kiliendelea, nini kingemwokoa JC kutoka kwenye hasira ya Betha baada ya Betha kufahamu ya kwamba snitch ni JC mwenyewe. God be with you till we meet again. Langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji ni Elton Tony. Bye bye.